Umenishtua. Umeshtua? Mimi unajua sikosei. Pale ninaposhikaga ndio pale ninapoanza kushika. Kile umenishtua bwana. Pole sana si unajua mimi sikoseagi. Sasa akujapita mtu hapa. Hamna mtu aliyopita. We. Basi tenda. Tenda. Si kule. Pale bwana, mimi nimechoka. Nitafutie chumba bwana. Chumba? Chumba wakati mimi nimeshajiandaa tena huku na godoro. Hivi hapa hivi. Nitafutia tu chumba. Chumba? Utakuwa unaichapa kila siku. Nitakuwa nichapa? Na huyu kaitika. Mimi kwa kuwa niangalie basi. Mimi kwa kuwa nina nyumba nyingi, nitakupeleka kwenye nyumba yangu nyingine. Kweli? Tuburudike ustarehe. Nitafurahi. Na mimi niichape. Chuma cha kale. Sema chupa cha kale. Chuma cha kale. Hapa mguu ndala, mkono ndala. Iserere, isalala. Chuma cha kale. Ipeleke na hiyo. Twende. Uzee. Mimi nisirudi tena ujana. Hivi uzee ni faili. Hii ni kiapweza. Atende. Nijua tunaenda kule. Hatima mama ye. Hatima yangu. Hatima wana ya ndugu yangu, sasa cha kukwambia. Maana huyo shemeji yako kama unavyomjua, aking'ang'ania kitu hasikira mwazini wala mteka maji msikitini. Ameng'ang'ana shemeji yako, hasikii chochote, ananisusia mpaka chakula. Kama unavyomjua shemeji yako akiamua kitu. Unaona? Hivi urudiji wako ndugu yangu, unashukuru ulivyorudi uweze kunisaidia juu ya hili jambo. Mimi mwenyewe binafsi nishaelekea siko. Kwa sababu ile familia inajulikana. Hakuna siyejua hapa kijijini. Sasa tunafanyaje ndugu yangu? Mimi ninavyoona, twende mpaka kwa mzee Ramadhani tukasitishe. Hii ndoa isifanyike. Maana yule mzee anavyosifika, anavyovuma kwenye kijiji, mtoto tutampoteza. Hatuoni kama tuenda kujimaliza ndugu yangu? Yaani mpaka umri huu tuliofikia huu tunaogopa nini kwa mfano? Ila kweli, unanipa ujasiri. Twende. Hivi nilivyochoka, ndio funguo nikapumzike. Funguo utaiona kweli? Yake funguo liko na shemeji yako. Humo ndani mwako ingia kujaribu kutafuta, maana yeye nakwambia wiki hizi zote vulu kuwa hatuelewani. Yele mama. Hai mama. Kwani udugu wangu Hambe upelekane? Yaani hapa mkuondelea mpaka nimejikanyaga kweli. Upelekane Hambe. Uko poa udugu? Mbona mikazo na hiyo? Alafu mtoto kama wewe nzuri utakiwe hata kununa. Nilikitaka kusikia tu sauti yako inikoshe Makonde, mtoto wa Makonde njisi fahari kuweza kukutana na mtoto nzuri kama wewe Hambe. Ulikifanya nini sasa hapa? Yaani sehemu hii wewe ulikitakiwa ukakae sehemu nyeupe. Alafu wewe unakuja kukaa vichakani huko ugongwe na nkaji ndomba hapo aje kugonga hivi. Ulikijisikiaje sasa Hambe? Hapa likionekana kama Makonde naongea sana Hambe. Wako.
Kwani chani. Kwa hiyo wewe mtoto mzuri unaitwa nani Cheupe? Maana hata kuongea na umegoma kweli, sijui sauti imekauka au wewe bubu? Hambe. Kuna ndugu yangu namsubiria hapa aje anipokee. Mimi ni mgeni hapo kijijini. Hambe upelekane leo Makonde, naweza nikajishindia kombe la njano hapa. Hapa leo ming'oko inaweza ikamalizika kiunoni huko. Sasa wewe, kwa nini ulikikaa hapa tuende tukanisubiria nyumbani huko? Mimi nataka nikusaidie, maana kukaa hapa hivi kwa mtoto wa kike kama wewe hatari sana. Kwa sababu mazingira haya mimi nayajua. Juzi tulikitoka kuonyoka humo. Na wewe ulikiendelea kukaa hapa ni hatari. Mimi nataka nikakuchukua hata kukuta nyumbani huyo mwenyeji wako Hambe. Ulikinisikia hapa? Alafu wewe toka uje hapo umeenda kwa mama yako mara moja. Je, ushawahi kwenda kumsalimia tena? Sasa wewe ulikitaka kutibua kinyesi tena. Kiliki kuwa kimetulia vizuri, ulikienda kukikanyaga harufu imeanza kutimbinganya juu huku. Achana na mambo ya bibi mkubwa bwana. Mimi nataka nijishindie kikombe hicho. Nataka nikutoe kwenye kikombe cha mateso hapa polini humu. Wewe hatari kwa mtoto wa kike. Twende nyumbani kule, niliki nikupeleke pale nikupe hata chakula ule, kwa sababu najua hapo ujikula chochote kile. Usiwe hivyo bana udogo wangu. Niliki kuambia kwamba Makonde mimi mtoto nzuri, mtu mwenye iana nzuri safi sana kabisa. Nia yangu ya dhati nikuchukue wewe tuende nyumbani kule tukakae kidogo. Kwa sababu kwanza mpaka hapa Makonde nishakufa, nimeoza. Rangi nyeupe hizo ndo ugonjwa wangu. Mimi unachanganya mwezi tatu wa Makonde. Hebu nipe nafasi kidogo nilikukaribisha nyumbani kwanza. Sawa, twende. Yaani kiuno leo kinabaki chepesi hichi. Naenda kupiga miuno kama ya Bruno Fernandez. Lakini Fernandez miuno yake mibovu, yani leo napiga tu humu. Chini juu, anga za mbali. Chini juu, anga za mbali. Hicho anachokisema Bishakira ni kweli. Kwa sababu hata mimi najiuliza maswali, huyu mzee Ramadhani huyu amechimbia wapi? Nikimtizama juu simpati, katikati simpati, chini simpati, kwenye anga zangu zote ananipotea kabisa. Nachokifikiri kitu kimoja, huyu binti huyu la Konko huyu ndo tumtumie kwenye kazi hii tu ya kushughulika na mzee Ramadhani, na kama ikishindikana basi tumwambie hata mkuu, ili mkuu ampe kazi huyu la Konko ya kushughulika na huyo mzee, kwa sababu la Konko na mtoto wa mzee Ramadhani ni marafiki chanda na pete, si umenielewa? Kwa hiyo ili tusilazie damu, alafu isitoshe tusimhurumie kabisa, kama wangoni wanavyosema ngati ufu na kukoma lioka basi ukoma kumutu. Tusimhurumie kabisa. Maana yake akikupiga la kulia nao mpige la kushoto haswa. Nimefika kwenye kijiji chenu, si ndio eh? Chini juu, anga za mbali.
La Konko. Abe mzee Kigoda. Unanifurahisha sana. Majukumu yote tunayokupangia unayafanya vizuri. Hakika unahitaji kupewa pongezi. Nashukuru kusikia hivyo mzee Kigoda. Na nitazipokea hizo pongezi. Kazi zote unasemaga unazifanya kwa nini? Kwa weledi. Kwa weledi. Safi sana. Mimi nafurahi. Lakini tuna kazi moja ya ziada. Kazi moja? Kazi ipi hiyo mzee Kigoda? Ni kumla nyama. Nuru. Nacheka kama komba. Mzee Kigoda. Unataka kuniambia hatima ya Nuru inafikia mwisho? Na kwa hiyo hataolewa na tunamla nyama? Mimi mwenyewe udenda hapo na nitoka. Yaani natamani ingekuwa hata sasa hivi. Katafune kale katoto. Lakini sasa tunafanyaje ili uweze kufanikiwa? Unajua kuna vitu wewe hujawahi kuviona. Na skadi nyingi sana No. Chi. Anga za mbali. Usishangae, nazidi kutoa kimoja hadi kingine mpaka tuhakikishe tunafanikisha kazi yetu hii. Anga za mbali. Utakwenda kuifukia pale mlangoni kwake anapoishi chumba anachokaa Nuru. Hakikisha unachimbia pale. Lengo langu mimi asione asubuhi ya kesho. Si umenielewa vizuri? Nimekuelewa mzee Kigoda. Fanya kazi hii tupate majibu kesho asubuhi. Anga za mbali. Malkia Nuru. Anga za mbali. Unajifanya umebeba hatima hichi kijiji. Mwisho wako ni pale ambapo utaenda kufikia hichi kitu kwenye mlango wenu. Na unapoamka tu huyo ni kesho yako. Sawa mzee Kigoda. Na hakikisha naifanya kazi kwa weledi. Juu, chini, anga za mbali. Chini juu. Ameisha. Nakutakia kazi njema. Asante mzee Kigoda. Chini juu. Mguu ndala, mkono ndala, iselele, isalala. Hatima
Hatima wo, hatima mama ye, hatima yangu we, hatima wana wo. Mdogo wangu kipenzi, jitahidi basi unywe hata chai, maana hii ni siku ya pili hutaki kula chochote. Nataka nikupikie nini mdogo wangu? Ugali hutaki kula, pia hata ubwaba unaoupenda hutaki kula. Kunywa hata kidogo tu, kidogo tu mdogo wangu. Kunywa bwana. Basi niambie kama una chochote unachokifahamu Rehema, nijue mimi dadako nakusaidia vipi. Kuliko umekaa kimya tu, mimi nashindwa kuelewa. Bishakila? Ni Bishakila? Sawa. Siwaze mdogo wangu, sawa? Yeah, mama. Yeah, mama. Hai mama. Yaani kiukweli mimi niseme asante. Nilikosema asante wewe nitakuwa na kukosea mtoto nzuri kama wewe. Alafu uje niambia wewe kabila gani, maana sio kwa utamu kama huo. Nilikikula miogo yote, lakini leo kula muogo kama huu. Kiukweli nimejisikia amani sana Hambi. Asante sana mtoto, umebarikiwa kuliko na wake wote. Asante bwana wewe. Yaani kiukweli nimekula nyama naona kama vile nyama ya nini. Mama wewe nenda tu, lakini mtoto wewe una hatari wako. Yaani nikijiuliza kwamba huyu mtoto miuno hii alikuwa anataka kuning'oa uzazi ama alikuwa anataka kunifanya nini? Kiukweli kila nikikatika nikiweka nani? Kila nikiweka Hambi na nkaji ndomba huko. Nilikibinua huku, nilikiweka pale. Yaani nyama kama nyama ya goti. Ulikigusa kidogo na chumbuka tunane. Kuzaliwa mwanaume la kweli. Yaani kila nikipiga natafuta miuno, natafuta huko, natafuta pa kutokea. Mpaka nasema nilikisikia vibaya Hambi. Walikichukua nyati tayari hizi. Hambi yani wena. Yaani kweli mtoto wewe. Mama nangu. Wewe. Nilikikosa nyati hizi. Walikinipiga mama. Bakonda bibi nikuwa njanja mtoto njini wale. Mtoto njini walikinipiga nyati Hambi. Mtoto njini walikinipiga nyati.
ngati ufuna kukoma lioka ukoma kumutu. Wewe ni mtoto mdogo sana, unataka kushindana na watu wakubwa, utaumia. Na bado nitakuonyesha umbavu mkubwa wewe. Unjala badi, oh unjala badi, unjala badi, oh unjala badi. Unjala badi, oh unjala badi. Vipi Bi Shakila? Esther ushaanza kumtumia? Esther nishaanza kumtumia. Yaani yule binti baada ya kumtumia, yaani nimemwona anafaa kabisa katika mambo yetu. Hivi nikuulize kitu, umemtoa wapi yule binti? Ni ndugu yangu tu upande wa baba, anakuja kutusalimia, lakini nikaona asikae bure, lazima ateseke, afanye kazi. Sawa, hapo ndipo ninapokubali la Konko. Yule binti lazima abaki hapa kijijini, hakikisha asitoke kabisa, ili tuendelee kumtumia kwenye mambo yetu. Wewe kama unavyojua, mabinti wadogo wadogo kama hawa, walika kama yake, ndio wanaofaa. Hapo ndipo itakavyokuwa sisi tumepiga ndege wawili kwa jiwe moja. Bi Shakila hawezi kuondoka. Yaani hapa napanga mpango wa kumtafuta kijana amlambe tu, anogewe, asitoki. Hapo ndipo ninapokukubali la Konko. Nimepigaje hapo? Hapo umepiga kama nyoka anavyopigwa katika kichwa. Nacheka kama komba.